Akaondoka akamwendea Heri akasema, mimi hapa kwa maana uliniita. Umeniita. Mimi sio mjinga, ninajua sauti yako naifahamu. Mara zote unaponiita kunituma huwa ni hivi hivi. Kwenye majukumu yote tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka nimefika umri huu, ukiniambia chukua mshumaa peleka hekaruni, ni hivi hivi. Leo mbona unataka kunigeuka kwamba ina maana leo nimeanza kuchanganyikiwa? Uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Lakini pia nikupe siri. Mungu anapotaka kuita mtu aliye chini ya mtu huwa anamuita kwa sauti ya baba yake. Ni upumbavu kufikiri umeitwa bila mtu wa Mungu juu yako kuambia mwanangu sasa nenda. Ni hatari. Wito wako wowote ulionao ni mtu wa kimataifa. Umeitwa kuanzisha huduma inaitwa End Times Revival International. Ukweli ni kwamba kama ipo hata mtu wa Mungu atagundua huyu jamaa anakaa ABC ataleta matatizo, inabidi aondoke. Ila wewe ukianza kusema baba mimi sielewi na nasikia Mungu wito unanizidi, yani mimi sielewi, wewe unajua hamna kitu. Mungu akimuita mtu huwa anamuita kwa sauti ya mtu aliyempa. Wito wa Mungu wa mtu chini ya ni wito unaopita kwa aliyemweka juu ya. Ndio maana akasema sikukuita, kalale tena. Watu wengi kuambia kalale tena wanasema anazuia vipawa vyangu, ana wivu, wananizuia, ina maana mimi simsikii Mungu. Haya, nenda brother. Baada ya muda, a few moments later, wao wanafikiri ni rahana, atakuwa kuridhika kupenda, kwa hiyo nimeraniwa. Alinitamkia hakuna mabaya, umevunja protocol mzee. Nikupe siri, baba mwenye nyumba anamjua mtoto aliyekuwa ambaye hatakiwi kuendelea kukaa kwake. Wewe unaelewaje? Yaani kikawaida baba anamjua mtoto ambaye ameshakuwa na ukomavu, ambaye akipanga ashindwi kuendelea kulipa kodi, au akiamua akajenge amempa kiwanja chake ashindwi maisha. Lakini kuna mtoto anamjua kabisa, ili hata kumwamsha huwa tunamwamsha huyu mtoto, yani kuamka ile amka mpaka ugonge mlango mpaka umvute kutoka kwenye shuka. Alafu anataka kawe mtoto wa watu na yeye awe baba. Au mke wake atakuwa anamvuta kwa niaba yako. Wewe ungekuwa ni wewe ni baba wa familia, utaruhusu mtoto hivi akaanze maisha? Au ameshakuwa mkubwa lakini mpaka kukojoa inabidi umwamshe. Wahi kabisa, akilala kama saa 4 saa 8 anakuja kuangalia, amko usikojoe. Alafu sasa umwambie nenda kaolewe binti yangu. Mimi nauliza tu yani. Maana yake mzazi anajua mtoto mwenye ufahamu wa kujitegemea na mtoto ambaye bado, au mtoto ambaye inabidi awe karibu. Yaani ni wangu sasa, ndo nilizaa hivi, inabidi nimpe urithi hapa jirani, niwe na kagua. Sasa watoto wengi hawajui kwamba hata rohoni ni hivyo. Wao wanafikiri ukisikia tu unasema naona ndevu zimekuwa nyingi, kila wiki lazima ninyoe, na hisi nimeshakuwa, sauti imeongezeka uzito sasa hivi naongea bezi. Hiyo haimaanishi umekuwa, ni sauti imekuwa, sio wewe. Ni mabadiliko ya mwili, sio akili. Aya ya 3:7 mstari wa 7. Akamwambia kalale tena.